Waria nimefika hapa kwa manyumba yako, si ukuje uchukue hii 10 milioni yako. Hapa siko safe, hata naogopa mimi. Kujia rakaraka hapa, niko nyuma hapa nyumba yako hata. Wewe mzee si ufike bana. Ah! Bismillah, la ilaha. Mwizi. Subhanallah. Una nini? Amechukua pesa yangu 10 milioni, wallahi la ilaha. Sasa unanipatia mimi maembe, nafanya nini wewe? Wallahi hata sijui nafanya nini. Wallahi sasa hii yenye mafuta si hata taenda kugawanya na yeye ni mtu mmoja hii. Wallahi la ilaha illallah. Sikuamini kama utafika kwetu sasa. Habari? Wallahi kitu si mzuri Waria. Hata sijui naanzia wapi. Na mafika hapa na pesa yako kamili, Mungu nisaidie. Mwizi anatokelezea on the spot, anaibia mimi pesa yote. Nuru, unajua nimekuwa kwa biashara kwa muda mrefu sana. Na hizo game zote mimi nazijua hapa. Wewe mwizi yuko wapi? Wala maiba sasa hivi. Barabara ni nyeupe ile. Mungu wangu mmoja hivi. Mimi ni I swear to my God. Mwizi anaibia pesa yote sasa hivi. Sidangaji mzee. Wallahi kama mchanga na hii gari yangu ndio shahidi yangu. Na aliye juu. Mwizi anaibia mimi sasa hivi, wallahi Mungu mmoja. Sikiza. Nuru, you are playing with the wrong number. Umesikia? Mimi kitu nataka, umeibiwa au hujaibiwa? Nimeibiwa. I'm giving you 24 hours. I need my money back. Sasa wallahi mbona nafanya hivyo Waria, na sisi ni wanabiashara yote mbili? Tuelewane basi kidogo, naenda wapi? Sasa nafanya nini? Pesa yote amechukua hiyo mwizi, sasa mimi nafanya nini? Lakini mbona hivi vijana naitanga huruma hii mwizi? Anaiba aje pesa ya wenyewe hata sio yangu. Yaani hizi tabia mwaribu mtaa wetu. Hizo pesa ndefu hiyo mwanangu tuwaganye, mimi nashangaa. Mimi sina tamaa ya pesa. Dada, hebu relax sister. Hii ni pesa yangu. Si ndio? Mimi nimetoka huko kote kukutetea wewe. Kwa hiyo tulia. Fungua uhakikishe pesa yako iko salama. Washangaa kitu gani? Wafeli kabisa. Bro, watu haribia mtaa wetu na hizi tabia zetu. No sister, relax. Nataka nipeleke huyu mtu polisi. Sasa unajua wewe muone sura yake burukenge wewe. Ndio kakiwete. My sister. Confirm pesa yako kama iko sawa. Hicho ndio kitu cha muhimu sana. Pesa yangu iko sawa kaka yangu. Iko sawa. Kila kitu iko sawa. Simu yako iko salama. Simu yangu ndio hii tu iko salama. Na mashukuru sana ndugu yangu. Nikwambie tu dadangu, haya maeneo yetu na vijana waovyo sana. So next time be careful. Afadhali ukae kwa gari yako mpaka yule mtu ambaye utakakuonana naye kama ni nani hivyo. So nikuombe tu sasa ingia kwa gari uangalie tu shughuli zako. Kama kuna mtu unamsubiria msubirie kwanza. Asante sana kaka yangu, barikiwe. Acha nitoroke. Sawa dadangu, mimi nakutakia safari njema jamani. Asante. Sawa? Kaka, please kuja ndugu yangu tafadhali. Ulikuwa unaelekea wapi, labda nikusaidie? Mimi niko mtaani hapa. Hapana, usijali, ni mambo ya kawaida. Kuja tuongeleshane basi kidogo. Tafadhali ndugu yangu. Sister, mimi nimekusaidia kama ndugu yangu. Nataka nikushukuru hata mimi. Nitakuwa nimefanya ungwana sana. Okay my sister, usijali Waria, kuja tu Isadi, mimi nataka kuongelesha wewe kitu moja tu. Ingia na huko. I hope ni maongezi sio asante. Usijali, kufika tu bro tafadhali, nitakuwa na mashukuru sana. Sawa. Karibu ndugu yangu. Waria anauliza wewe iko Muislamu? Mimi ni kijana wa Kiislamu. Wala hata siwezi amini mpaka sasa hii dunia yetu kuna vijana waaminifu kama wewe. Dadangu usijali. Unajua miongoni mwa majukumu yetu kama vijana ni kuhakikisha kwamba miji yetu inakuwa salama. Sio sisi vijana tunakuwa sehemu ya kuvunja amani. Kwa hiyo usijali kwa hiyo. Labda nikwambie kitu moja tu. Unajua hata na Khadija aliolewa na mtume juu tu ya aminifu, kitu kama hiyo tu. Alikuwa tu akona interest juu mtume yetu mashallah alikuwa na ile imani yake na akaolewa. Sasa mimi wallahi iko na benda wewe. Hiyo aminifu yako amenifanya paka mimi nimapenda wewe. Unaweza niwa tafadhali? Yaani mimi nikuoe wewe? Ya mimi nakuoa nafanya wewe naoa mimi, si mimi nakuoa wewe. Yaani wewe unanioa nafanyia wewe kila kitu, biashara, nyumba, kila kitu niko nayo. Wewe hata usijali. Mimi naona hiyo itakuwa. Hebu angalia maisha yako na hali zangu. Kwani shida iko wapi? Mimi hakuna kila kitu. Ni Bwana tu ndio sina. Sawa, lakini hata hivyo mimi nashukuru Mwenyezi Mungu niko kwenye ibada ya ndoa sasa hivi mwaka wa 8. Kwa hiyo mke niko naye alhamdulillah. Mimi nikuombee tu dadangu utapata
vijana wapo wengi waaminifu. Hata usijali, si unajua sheria yetu sema wewe ni Muislamu. Sheria yake ni waine mwisho. Mimi napeleka wewe paka kwa bibi yako, naongelesha mimi mwenyewe. Namwambia sema ile kitu anataka. Nabatia bora tu wewe waniwe mimi. Nakuwa bibi ndogo, hata yeye anakuwa bibi kubwa. Kama nataka namnunulia gari, nafungulia biashara kubwa, ananunulia yeye nyumba. Wewe hata usijali. Sawa? Wewe sema tu anataka kunioa, tunaenda kwa nyumba yako na kufungulia kwanza biashara big sana. Yaani hapo wamaanisha uenda kumwambia yeye. Achague kitu chochote anachotaka ili. Hata sasa hii akiniambia natengenezea yeye visa naenda majuu. Sasa hivi. Wah. Uko tayari? Sawa. Sawa na mimi hata mimi ni mrembo bana. Pesa iko hata usijali. Mimi nafanyia wewe kila kitu hata usiogope. Mimi siwezi muongelesha kwa sababu namjua. Kwa hiyo kama utaongea naye wewe sawa. Kazi ndogo sana hiyo. Hakuna mkate mgumu mbele ya. Kwa hiyo ni yeye achague chochote anachotaka. Yes. Anjua pesa ndio kila kitu ndio inaongea. Wewe bana jua kama kuna pesa unaweza fanya kila kitu. So mimi nijua hizi kataa pesa. Nimuonyesha namwambia nanunulia gari, nyumba. Khalas. Tunapata yeye period. Mke wangu tushaupanda. Nafurahia nini? Amafurahia? Sawa, twende ni ona pale tutaingia hivi kwa kulia hapa. Sawa, usijali. Hai, karibu. Shukrani. Hapa ndio kwako? Sasa kwa nyumbani ndio hapa. Salamu alaykum abayo. Waalaikum salam. Karibu. Uko aje? Mimi niko salama, sijui dadangu. Niko salama dadangu. Karibu. Sasa huyu ndo mke wangu. Mashaallah. Tuko na mgeni leo. Karibu. Mimi naitwa Nura. Mimi naitwa Aisha. Mashaallah. Na najua vizuri mimi niko Somalia. Karibu sana, mimi ni Mdigo. Mdigo. Nashukuru, naona anafuafua hapa. Ndo nafuafua. Okay. Mashaallah. Maskini. Naona umejipanga vizuri mwenyewe. Hapa najua mke wangu yachagua. Hapa ndio nyumbani. Moja na nyumba. Hii ndio nyumba. Mke wangu. Mnalala hapa. Banja leo jigari. GV8 hapa. Okay. Mke wangu usipige nje. Karibu. Huu mwembe sijui ni utoe hapa tuweke swimming pool. Yaani nakwambia hapa. Mke. Karibu kae dadangu. Hii ni kiti ya miti? Kiti cha miti bwana. Mashaallah. Kwani nyinyi anakaa na farasi ama mnakaa peke yenu? Mbona nyumba yenu inakaa kama ile nyumba ya farasi ya Wahindi? Ndio maisha hayo, ndio maisha. Sasa dadangu mimi without wasting my time. Anaelewa kizungu kidogo? Naelewa japokuwa si sana. Sawa. Mimi anashukuru bwana yako sana, amesaidia mimi. Sijaiona bwana mwaminifu kama huyu. Mashaallah, uko na bwana mwaminifu. Sasa mimi nilikuwa nataka kukueleza kitu moja. Kitu gani hicho dadangu? Kama ungependa sana, si unajua dini yetu venye inatueleza sheria kuwa watu ni wa mwisho ni bibi nne. Anaelewa vizuri? Sikia nikwambia bado sijamaliza. Mimi nataka nikuwe bibi ndogo yako. Wala hata usikasirike, napatia wewe ile kitu yenye unataka. Chagua yoyote yenye nataka. Saa hii napatia wewe. Umeona? Kwa hiyo wewe wataka uwe mke mdogo wa mume wangu? Ndio dadangu. Hii gari yako? Hii ni yangu, hata niko na zingine 2 na mapaki kwa nyuma. Kwa hiyo wataka mimi mchague? Nabatia hata ukitaka nabatia wewe hii yenye iko hapa tu. Saa hii. Kwa wataka mimi nichague kitu chochote ambacho nataka yani? Kitu yoyote yenye nataka wewe sema. Niambia kitabu na kitu unataka tulia. Ili wewe uwe mke mdogo wa mume wangu. Hiyo peke yake. Alafu tutaishi hapa ama? Hapana, hata hii inaweza promosha kama iko hii inatengeneza nyingine nyumba kubwa kwa ajili yako. Hebu ngoja nichanganya. Tulia. Chagua. Sasa dadangu sikiza. Mimi sina mambo mengi. Kwa sababu sisi sote wanadamu tusaidiane. Yeah. Na kila mmoja wewe angalie shida yake pale ilipo, yuachagua kitu. Yes. Ngoja kwanza. Siku yani heroin. Ngoja tulia. Sasa dadangu mimi. Get ready. Nataka uninunulie makochi. What are you saying?
Kuna ile makochi ile jimoja jikubwa la kiti watu watatu, alafu na vile viwili kimoja huku kimoja huku. Ushanielewa? Makochi ndio nini? Zaitwaje? Sofi? Naongelea sofa set or majlis. Sofa set. Oh. Ananunulia hiyo, andika. Makochi, alafu sasa ukishanunulia makochi mwanangu, ununulie ufa. Oh my God. Nataka kama majirani wanikome kwa sababu kuna jirani yangu mwingine pale akiamka kila siku yekata Arabu, aeleweki. Sasa mimi nataka ununulie makochi na bonge la ufa. Liweke hapa ndani ya nyumba, watanikoma. Hata sio mapita. Sahi hata napige simu, naambia ufale kubwa ile dude zuri. Hata hii Mwabungo mzima anasikia wewe ukiwasha hiyo. Hapo sasa. Nataka kama majirani wanikome maana kuna jirani mwingine pale na pale wakiamka asubuhi taarabu sina amani. Sasa nataka wajue Aisha naye ampata ufa. Tushindane taarabu. Akika J na Katumu. Akika Omari Kopa na Kadija Kopa. Akika Zuchu na Kambosi. Upo. Na makochi yangu pale mwenyewe niwe nakaa nasikiza ufa yangu. Anapita hiyo hata usijali. Sahi napiga simu, makochi sijui wote ni wote. Makochi na ufa. Analetwa hiyo. Basi. Wewe usiogope. Kwa hiyo wewe hataki watanikoma. Makochi na ufa usitaje vitu vingi dada. Kwanza tuanze hapa kwenye makochi na penye ufa kwanza. Maajabu mtoto kidigo. Nakwambia watanikoma. Sawa bwana, nachukua si ndio? Wewe nendeni mkanunulie makochi na ufa mniletee. Twende Waria. Twende, wewe ni bwana yangu, tunaenda kufanya na kazi. Kanunulie makochi na ufa uniletee hapa. Haya. Yaani hiyo ufa kama naiona ishaingia hapa. Sijali. Akidunga Tumu na dunga J. Akisema mpige kwenye Zuchu na ingia kwenye Dija Kopa. Tutashindana mwaka huu. Nenda dadangu, wala sina shida na wewe. Yaani umenigusa pale alikuwa nataka. Upo. Kwa hiyo wewe hataki nyumba? Wewe una mambo mengi bwana, kaniletee makochi na ufa. Nataka kikaa kwenye kochi hivi nikisikiza ile ufa yangu. Sina wasiwasi. Sawa, mimi naenda kukuletea sasa hivi vitu yako. Bwana unapatia mimi bwana. Sina shida. Hiyo ufa mwanangu kiingia hapa. Mwanzo ile makochi. Na panga vizuri pale na mtu akiingia tu. Yojua Aisha na makochi. Alafu raji ufanangu mwanangu naridunga kura mwisho. Na ikaira wirawa jeura mupya. Ino nyumba na ititimika. Mwanangu yote pale. Huko ufa pena na basi. Ngoja nikafage pale mali kwangu. Ningoje makochi yangu yaje. Ngoje ufa yangu ije. Acha tu. Aduh bobo. Wajib pak video dah tu.